Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, pale dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupukulia kurasa kwa hili. Miili ya Asha Lukonge na mtoto wake Hashim Fabiano waliouawa kwa kunyongwa Agosti 15 mwaka huu katika kijiji cha Ilakala wilayani Kilosa mkoani Morogoro imezikwa, huku familia ikiomba haki itendeke. Maziko hayo yamefanyika katika makaburi ya Azimio Kilosa mjini, wakati jeshi la polisi likiendelea kumsaka mtuhumiwa Anderson Bosco anayedaiwa kutekeleza mauaji hayo na kutoroka baada ya tukio hilo. Mimi ndo baba wa mtoto huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Nasikitika sana. Mke wangu, mwanangu. Kuna tukio limetokea, alikuwa amesafiri kwenda Kigoma. Baada ya kuwa amesafiri kwenda Kigoma, nyuma yake baada ya kuwa ametoka, ndipo alipopigiwa simu kwamba nyumbani kwake kumetokea uhalifu. Kwa kitu tunaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake ili kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayajirudii katika jamii yetu. Mtusaidie, na hakuna mhalifu atakayekatiza endapo jeshi la polisi na wananchi watashikamana na kuwa kitu hichi. Hakuna mhalifu atakatiza mali hapo. Lakini kwa habari ya imani, naomba niongee neno moja. Ndugu yangu, hakuna mtu yoyote duniani, tangu tunasoma habari ya Kaini na Abel, hakuna aliyemwaga damu ya mtu isiyokuwa na hatia akabaki salama. Hayupo. Kwa hiyo ninaongea kitu hichi, naongea maana gani? Sasa mtu huyu ambaye anafikia mpaka anakuja kumwaga labda damu, wewe ulimuona na tabia ndogo ndogo ukusema, ina maana hii dhambi itakuhusu, kwa sababu ungetuambia mapema tungemdhibiti. Uongo kweli? Tuendelee na kurasa. Kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili manispaa ya Geita zinakabiliwa na tishio la kupoteza makazi baada ya kupewa notisi ya kuondoka katika maeneo walikoishi kwa zaidi ya miaka 19, yani hii ni karibia miongo miwili. Halmashauri ya manispaa ya Geita imesema kuwa wakazi hao wamejenga na kufanya shughuli katika eneo hilo bila kufuata nota, yaani kufuata utaratibu ya matumizi ya ardhi, huku wananchi wakiomba serikali kuingilia kati suala hilo na kupata suluhu litakalozingatia makazi yao, uwekezaji na maisha ya familia zao. Ilikuwa msitu vichaka kutoka 2006. Kama vichaka kabisa, watu tukatengeneza mazingira yakawa mazuri. Sasa cha ajabu, serikali sio wameona kwamba wametuonea wivu kama sisi tukaa hapa kwamba wanakuja kutuvuruga tena. Toka hiyo siku ya tarehe 11 walipokuja kuandika ondoa, nikabaki najiuliza, niondoe kwamba wasiwasi au niondoke kwenye eneo hili? Kwa kweli sijui walipoandika tunaondoka wapi. Kwa watoto ndio wazalia hapa ni wengi sana. Wanaenda shule, wanarudi, unajua hapa ni nyumbani. Sasa leo hii wakuta watoto nyumba haipo, wataenda wapi? Ni wavamizi wa eneo na walishaelezwa kwamba hizo shughuli wanazozifanya wakatafute maeneo kwenye vijiji muda mrefu tu, ila wakahama kutoka eneo moja walikoambiwa waondoke wakaenda wakajirundika eneo jingine. Sasa hakuna utaratibu wa ardhi wa namna hiyo mjini, ndugu yangu. Tumalizie kurasa kwa hili. Uzalishaji wa zao la pamba umeendelea kushuka, hali inayowafanya viongozi wa mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya ushirika vya pamba, yani Tank Corps, kutafuta mbinu za kuongeza tija kwa wakulima kupitia kujifunza kutoka sekta ya korosho huko mkoani Mtwara. Ziara hiyo imewaleta mkoani Mtwara kujifunza kutoka mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya korosho ambao umeongeza uzalishaji kutoka tani 140,000 mwaka 2022 hadi kufikia tani 618,000 mwaka 2026. Eneo letu la pamba uzalishaji umekuwa ukipungua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo kupitia hii ziara yetu ya mafunzo tumejifunza namna ambavyo tutaenda tukawajengee uwezo wa kulima wetu ili waweze kuzalisha kwa tija. Tumeweza kuona ni namna gani wameweza kuimarisha huu mfumo wa stakabadhi ghalani ambao sasa hivi unafika sehemu mkulima unampa uhakika wa kipato
lakini vile vile unaweza kuleta natija nyingine ya usimamizi wa zao katika swala la ubora. Tumetoka uzalishaji wa tani 1,140,000 kuanzia 2022 na kufikia tani 618,000 kufikia 2026. Kwa hiyo sisi kama Joti tunajivunia ili ongezeko la uzalishaji, lakini sambamba na pia uzalishaji, ukiangalia hata pembejeo tunazosimamia, hii inadhihirisha wazi wazi kwamba Korosho Joint imeweza kwanza kufahamika, kujulikana na kuaminiwa na wadau mbalimbali wanaosimamia sekta ya mazao mengine ukiachilia mbali zao la korosho. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta kurasa kwa siku hii ya leo, mimi ni Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.